Chadema sio tena taasisi ambayo inaweza kufutwa kwa kalamu. Hii ni itikadi ya watu sasa hivi. Ni imani ambayo haitishwi tena na watawala. Hili jambo lazima muishi mkilifahamu. Chadema ya sasa ni zaidi ya chama cha siasa. Ni imani ya Tanzania ambayo kimsingi huwezi kukaa tu kaamka leo ukasema nafuta imani ya watu. Huwezi kufuta imani ya watu. Huwezi kuondoa ambacho kitu watu wanakiamini. Chadema sisi tushatoka kwenye kuwa chombo cha kisiasa. Chenye ofisi na makaratasi tu ambao mtu anaweza kukaa chini akafuta. Uelekeo wetu sisi kama chama cha siasa, kama Chadema, chama cha demokrasia na uelekeo wetu sasa ni kuwa harakati za kijamii, social movement. Ndio tunachofikiria sisi wengine. Hatufikiri tena kuanza kukaa ofisini kuandika madokezo ni tushatoka huko. Sisi hivi ni social movement. Sasa itikadi inapandwa ndani ya watu. Wewe msajili ukakaa hapo chini ni unaweza kufuta Chadema? Unawezaje? Huwezi kufuta itikadi ya watu, huwezi kufuta imani. Chadema sasa tumeacha kuwa tu taasisi inayotafuta madaraka kupitia mikutano ya hadhara. Mikutano ya hadhara tunajenga tu uelewa kwa umma. Lakini sasa hivi japokuwa tunataka madaraka tutayapata kwa njia halali kupitia nguvu ya umma, kupitia sanduku la kura. Hatuwezi kuingia kutumia njia ambazo sio halali, ambazo hazijaliwa katiba yetu. Katiba yetu imesema tutabadilisha utawala kupitia mabadiliko ya umma. Umma ndio utapiga kura na siku moja sisi tutaondoka madarakani. Watu wengine wenye akili timamu wataingia kuitengeneza nchi yetu ambayo imeharibika sana kuanzia chini mpaka juu. Sisi Chadema tuna nafasi ya kuongoza serikali siku moja. Na tutawafunga kweli kuanzia msajili ambaye anatutishia, tutawafunga kweli watu ambao wanachezea ofisi za umma vibaya. Sasa sisi Chadema sasa hivi sisi kama chama cha siasa tumekuwa alama ya upinzani dhidi ya mfumo katili na dhalimu uliopo. Matumaini ya mabadiliko ya kijamii na kiuchumi yanakaa chini ya Chadema. Sisi ndio tunaongoza hizo movement za kijamii na kiuchumi. Sisi ni utambulisho wa kifikra, identity politics. Tunafanya identity politics. Lazima hicho kitu mkielewe, hamwezi mkatuondoa. Mamlaka zinaweza kutumia nguvu na sheria kudhibiti taasisi, institutional controls. Lakini vigumu sana kudhibiti kile ambacho watu wanaamini ndani yao. Mnaanzaje kufuta kitu ambacho watu wanakiamini? Sisi Chadema tumejenga imani. Tumejenga ukuta wa kinga ambao kila shinikizo ambalo linakuja kutoka kwa msajili wa siasa, dola na nini taasisi za dola inatafsiriwa kama shambulio dhidi ya imani yetu. Ni imani. Sasa jambo ambalo kwetu alituumizi linatuongezea hamasa, inakuwa ni mobilization badala ya kujenga uoga. Hicho kitu lazima watu wakielewe na lazima mkijue kuanzia sasa kama mlikuwa mkifahamu. Propaganda dhidi ya Chadema zimeshindwa siku nyingi sana. Jaribio la kuifuta Chadema ni upofu tu, ipo kwenye vifua vyetu. ANC ilifutwa South Africa mwaka 1960. Si mnaelewa hicho kitu? Yaani hawa huwezi kufuta imani ya watu ndani ya vifua vyao. Ni mnajijaza tu upofu. Chadema iko kwenye vifua vya watu. ANC ilifutwa South Africa pale. South Africa pale walifuta ANC mwaka 1960. Lakini hadi waliporudishwa mwaka 1990, miaka 30. Hapo katikati watu wamekamatwa, wamefungwa, wametekwa, wameuawa, wameteswa na nini. Mambo kibao yametokea. Lakini ANC haikufa. Makaburu hawakufanikiwa kufuta ukweli ndani ya vifua vya wafuasi wa ANC. Kwa hiyo hata sisi tusiogope, tusichoke. Hivi vitisho ndio tuvipitie. ANC waliongoza dola baada ya miaka 82 kupita. ANC napozungumzia ANC nasema African National Congress, chama tawala hapo South Africa. Wameongoza dola miaka 82 baada ya wao kuanzishwa, tangu kuanzishwa kwake. Sasa mapambano ya kisiasa ya kutafuta dola ni mchakato ambao wa muda mrefu. Hichi kitu tunakielewa ni hatua, na ipo siku dola ya kifashisti kama hii ya CCM. Sio ya kwanza, zipo nyingi kishapita. Hii ya kifashisti ya CCM itaporomoka na watu timamu wataingia kuitengeneza nchi ambayo imeharibiwa vibaya sana na CCM. Nelson Mandela alisimama mahakamani mara 4. Alifungwa gerezani mara 2 kabla ya ile Livono trial ile mwaka 1963-64. Lakini wafuasi wa ANC sasa waliamka miaka 10 baada ya hukumu ya kina Nelson Mandela. Miaka 27 baadaye anaoje kutoka. Amekaa gerezani miaka 27. Kwa hiyo sisi tufungwe, tufanyaje? Amta tuzanyamazisha, harakati hazizimwi. Tusikate tamaa ndugu zangu. Bado hatujachelewa. Maumivu tunapitishwa ndio imara wetu.
ndio imara wetu. Hata ANC hawakuitambua serikali ya makaburu chini ya Frederick William de Klerk. Sasa msajili wa vyama vya siasa anatulazimisha vipi kuifanya yani tuikubali serikali ya sisi ambayo tunaamini kabisa Oktoba 29 ikuchaguliwa, uchaguzi ukufanyika. Tunajua kabisa kura hazikupigwa, hazikuhesabiwa, majumuisho hakufanyika. Tumeletewa tu ushindi wa 98%. Sasa sisi tukisema kwamba tuitambue serikali ya aina hiyo, inakuwaje dhambi? Inakuwaje kosa la jinai? Eti msajili anasema tufutue usajili au tupigwe fine kwa kutokuitambua serikali ambayo sisi kama Chadema tunaamini kwamba haikuchaguliwa na haitokana na watu. Hiyo ni vitisho ambavyo kimsingi atakiwa akae navyo ofisini kwake, auambie watu wake kwamba hawa watu wamekataa kupiga magoti kwa watawala ambao hawakuchaguliwa na umma. Hata si mambo mfano hawakuitambua serikali ya makaburu kwa miaka yote hiyo hadi wakafutwa wakafanyaje hadi wenyewe kurudishwa. Sasa kizazi cha leo kinachotafuta ukombozi wa pili wa kisiasa na kidemokrasia kutoka kwa wakoloni weusi sisi hakiwezi kuogopa kuitwa magaidi, waini, wachochezi na kadhalika, matusi mengi, hawezi kuogopa. Ugaidi sasa ni sifa mbaya tu ya CCM na dola wanawapa wa Chadema na watu ambao wanaikosoa ili wawateke, wawafunge, waweke gerezani. Tunafahamu hata ANC, African National Congress, waliitwa magaidi na waini. Leo sio wanaongoza serikali pale South Africa. Leo ndio chama tawala South Africa. Chadema si wa kwanza na watu tuko wa mwisho. As long as mafashisti wapo duniani, tutashinda. Mageuzi ya kisiasa ni mchakato wa muda mrefu. ANC ilianzishwa mwaka 1912, miaka 113 15 ngapi iliyopita. Na mtu alikuwa anaitwa John Langalibalele Dube. Huyu sasa alikuwa ni mjomba wake na Pixel, na alikuwa pamoja na mjomba wake anaitwa Pixel Isaka Seme, ikiitwa SANNC. ANC wameshika madaraka mwaka 1994, miaka 82 baadaye. Sasa hizi hatua ngumu lazima tuzipitie ndugu zangu. Ushindi unakuja.